Niendelee kuwapongeza pia kwa kuongeza bajeti mkurugenzi pamoja na watumishi kwa namna ambavyo mmejipanga na mmeongeza bajeti bila kuathiri maeneo ya msingi yanayogusa shughuli za wananchi. Shughuli zetu kubwa ni uvuvi, kilimo na mifugo. Kama nilivyosema jana, nimeona mmeongeza maeneo mengine pamoja na ongezeko la bajeti, lakini maeneo haya yanayogusa wananchi wetu ambao ni wapiga kura hamjayaathiri sana. Kwa hiyo kwa kweli kwenye hili nirudie tena kuendelea kuwapongeza kwa kazi kubwa nzuri, lakini pia niendelee kuwapongeza kwa kuona angalau makusanyo mnakwenda vizuri, kwa sababu hayo ndio mambo ya msingi ambayo tunapata wakati mgumu sana mle ndani kujadili na kufanya lobby, ili anaposimama mbunge kama mjumbe wa kamati ya TAMISEMI yakitoka mapendekezo asitoke mapendekezo kwenye wilaya hiyo ambao mimi ni makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ya TAMISEMI. Kwa hiyo huwa najisikia vibaya sana, lakini kwa kazi kubwa nzuri mlioifanya jana, sina neno la kurudia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudi tu kwenye hizi taasisi zetu. Kwanza niseme tu kweli hawajatutendea haki baraza hili la madiwani. Hamjawatendea haki. Hata kama sheria haiwataki kufanya hivyo. Nchi hii inaongozwa na sheria, lakini pia kuna utaratibu na mahusiano pia. Kimahusiano, hata nyinyi najua wakuu wa taasisi. Kwanza, kubwa ambalo hamkulifanya vizuri, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya DAS, ni pale ambapo baraza linakaa lakini mkuu wa taasisi aliyekuja ni mmoja tu wa TARURA. Wengine wale wote ni wawakilishi. Tunajadili bajeti ya mwaka. Mna present ili tuyabebe tukawasemee kwamba fedha za miradi ya maendeleo. Anayepaswa kulinda na kusimamia taasisi yake ni yule aliyepewa dhamana, kwa maana ya meneja wa taasisi ile husika. Kwa namna yoyote, hata kama kwa kuna dharura, basi hiyo dharura ingeendana na taarifa nzuri ambayo tunaibeba sisi kama baraza, hasa mimi mbunge, kujua namna gani tunaenda kuombea fedha. Lakini sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, unaona hawajafika. Kimahusiano, hata nyinyi mlipokaa sasa tujiulize, hivi nyinyi mnajisikiaje kwa kuwa taasisi, pamoja na kwamba sheria haiwaruhusu kuja kuwasilisha bajeti humu ndani, lakini hivi mnajisikiaje ukikaa unasikia diwani ambaye ni sauti ya watu, wala ambao wewe unatimiza wajibu kwa ajili ya watu, ambao wamemkaimisha diwani kuwasemea watu zaidi ya 354,000 ambao kimsingi huwezi kuwapata wote wewe kama mtumishi, wale ndio wamechaguliwa kwenda kuwasemea wale watu. Mnajisikiaje pale mnapopeleka bajeti ambayo wao hawaifahamu, hawajashiriki, hamjataka ushauri wao kabla ya kuitengeneza, na kikao chao kikubwa kama hiki mnasema sheria zinatuzuia kushiriki? Yaani nyinyi mkikaa wenyewe mnajisikiaje? Ile kazi kubwa mnamfanyia nani kama wawakilishi hawa, hata kama sheria haiwaruhusu kukaa nao na kuzungumza? Tumefanya hivyo, ndio Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa nauliza hapa miaka ya nyuma, wenzenu waliamua kubeba hiyo dhana tu ya kimahusiano, pamoja na kwamba sheria haiwaruhusu. Wakabeba ile mahusiano, wakawa wanatafuta namna nje ya haya majoo tuliovaa. Wanawaambia Mheshimiwa diwani, tumepata fedha kiasi hiki, tunafikiria kupeleka hapa. Wengi wenu ni wageni. Inawezekana barabara unayoipangia, kitongoji unachokipangia kupeleka umeme, eneo unalotegemea kupeleka maji, kwa kuwa mahitaji ni makubwa katika maeneo 10, yawezekana mwakilishi wa wananchi huyu akawa anajua eneo moja ukipeleka kwako linatubeba kama serikali, linakibeba chama hiki ambacho kinatekeleza ilani, lakini na wananchi kwa wingi wake inawasaidia kwa haraka kuliko ukapeleka kitongoji ambacho hukumshirikisha mhusika anayewakilisha wale wananchi. Tunatamani mahusiano haya muendelee kuyalinda, muendelee kuyaenzi ili yaendelee kuwepo. Ni vyema madiwani wakajua, na nyinyi mnatembea kifua mbele, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi kwa niaba ya wananchi, na wawakilishi wakuu wa hawa wananchi ni hawa waheshimiwa madiwani. Mwende mkalitafakari. Mimi ndio ushauri wangu. Tafakari mlione namna mnavyoweza kuliweka. Kesho kutwa na kikao cha RCC tunakwenda kutetea haya ya kwenu. Sasa nayateteaje kama bajeti ile wasilisho ya TANESCO sijui mmepanga nini? Alafu simu meneja anakupigia, Mheshimiwa Mwenyekiti, anakuambia Mheshimiwa mbunge, tuombee fedha, kuna miradi huko, iko wapi? Unaomba nini? Sasa mnaweza mkaona namna mnavyotengeneza gap kati yenu nyinyi na wawakilishi wa wananchi. Tunaomba tu ofisi ya mkuu wa wilaya waweze kulisimamia hili. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti ni kisheria, hatukatai. Wakati taasisi hizi zilipokuwa chini ya mkurugenzi, labda niwaambie waheshimiwa madiwani, imeondoka tu kwa sababu kuu moja tu. Wakati zikiwa chini ya ofisi ya mkurugenzi huko nyuma, TARURA ilikuwa chini ya mkurugenzi, RUWASA walikuwa chini ya mkurugenzi, sijajua kama TANESCO nao walikuwa chini ya mkurugenzi. Kwa hiyo ilipokuwa inakuja kusomwa budget, ofisi ya mkurugenzi kama mamlaka za serikali za mitaa, mlikuwa mnapata nafasi ya kuijadili, kwa sababu ilikuwa inaletwa na mkurugenzi.
akija anaweka kwenye package ya taasisi zilizo chini yake. Kwa bahati mbaya sasa haziitiki chini yake mkurugenzi. Kwa hiyo yeye akija anakuja na taarifa ile ambayo nyinyi mnamsimamia yeye mkurugenzi. Zile taasisi zimerudi kwenye taasisi kuu moja kwa moja, makao makuu, kwa namna sheria ilivyotengenezwa, kama wapo ambao wanawajibika mikoani kwenda mpaka makao makuu. Kwa hiyo mabaraza la maji tunakosa nafasi sasa ya kujadili taarifa zao kwa sababu hawako chini ya ofisi ya mkurugenzi. Kwa hiyo sheria inawaondoa. Lakini kimahusiano, kwa kuwa wanafanya kazi ndani ya wilaya moja, wao walipaswa wapanuke zaidi, waone kuna umuhimu gani, Mheshimiwa Mwenyekiti, wa kulifanya hili. Kwa hiyo hatuwezi kusema tutakuwa na maelekezo moja kwa moja kwa sababu wamejificha kwenye sheria, lakini kimahusiano mimi naomba niwashauri sana wakuu muone namna ya kufanya. Nitoe pongezi kubwa sana kwa taasisi hasa TARURA. Yapo yale ambayo yako juu yake, kwa mfano upatikanaji wa fedha. Hata mkimshika shati kiasi gani, hana fedha hawezi kutekeleza. Kwa hiyo anafanya kazi kwa kadri ambavyo akipata fedha, na tukizungumza huwa anakwenda. Mimi binafsi siwezi kulaumu, hunishirikishi, Mungu ananishirikisha kweli kweli, lakini sitaki nishirikishwe mwenyewe. Nataka hawa madiwani nao wajue picha halisi ya maeneo yao, kwa sababu wao pia wanapata nafasi ya kutusemea sisi wabunge tukiwa hatupo. Lakini la tatu, taasisi ya TANESCO. Sasa kwa kuwa meneja hayupo, lakini ushauri unaochukua tu mnaupeleka ili uweze kufanyia kazi. Kwanza, kama nilivyotangulia kusema, tulitegemea mje angalau na projection kama wenzenu alipokuja nazo. Hamjapewa ile mnaita ni rasimu nini kile mnachopewa cha kuandaa kutengeneza bajeti. Tunakubaliana hamjapewa kufika mwisho. Lakini kuwaonesha tu hawa madiwani kwamba mpango wetu kwa mwaka ujao ni 1, 2, 3. Fedha tunazotegemea kupewa kwa mwaka ujao ni kiasi fulani. Tunakwenda kutekeleza mradi kwenye maeneo fulani hatutafika. Yaani kuambia tu hivyo. Hawa wakaondoka na wakaenda kukusemea kule mazuri unayofanya kama meneja, inakusaidia hata wewe mwenyewe kukupunguzia kazi. Hamkufanya hivyo. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi ninaamini wataifanya kabla hatujafika kwenye RCC kesho kutwa. Ile taarifa ya mkoa ibebe maono ya wilaya yetu yote kwa ujumla, na sisi tushiriki kutoa ushauri wetu. Changamoto kubwa ni maji. Na sisi Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie tu tathmini ya kwetu sisi kisiasa na kijamii, changamoto kubwa, pamoja na kwamba tuna changamoto nyingi kwa sababu ni wilaya ya kimaskini, kubwa maji, barabara. Utaanza kutaja umeme, utashuka afya, lakini hizi mbili, maji, barabara, ni changamoto kubwa sana kwenye majimbo haya ya watu maskini. Ndio maana hata madiwani wakipewa nafasi waseme, utasikia maeneo mengi wanagusia barabara, wanagusia maji. Kwa hiyo hii ya RUWASA kiukweli, miradi mingi mliojenga ambayo mlikuwa mnaizungumza, mingi imekwama, haitoi maji. Mingi. Nilikuwa naangalia kata zangu hapa, katika kata za hawa madiwani, kama kuna kata imeongezeka ya 11 ni kata ya Nyahongo, ambayo nimesikia diwani ameisifia kwamba tayari mmempa maji. Lakini kata ambazo zipo ni kata 10 peke yake. Kata ya kata 26 ndizo ambazo zina maji. Na zingine unakuta katika kata vijiji 5, vijiji vingi ndio vinatoa maji, vingine havina maji. Mradi ulikuwa bilioni 100 na umesimama. Mradi wa Komuge kwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, kama anapata maji anapata Komuge, lakini vile vijiji vingine ukienda Baraki, kama angekuwa hapa angesema hana maji, na mlitengeneza projection ya kwenda maeneo hayo. Kwa hiyo maeneo mengi miradi imesimama. Sisi tunadhani kuna haja ya kuongeza kasi ya kuhakikisha miradi mingi. Ukienda Ngope mradi ulikuwepo umesimama. Gabi Mole angesema diwani hapa mradi ulikuwepo wa maji umesimama. Ukienda Nyarombo unatoa maji kwa kusuasua. Nyamboli mlipewa fedha milioni 600 pale umesimama. Ngope ndio hivyo hivyo. Ikoma mtenda kuchimba visima ni kama vile vimesimama. Kwa hiyo changamoto ya maji ni kubwa kweli. Kwa hiyo unaona, naomba namna, pamoja na kwamba tuna upungufu wa kifedha, hilo ni jambo lingine. Nimesema mbunge tusaidie kuomba. Lakini ipo ambayo serikali imeleta fedha, kwa nini haitoi maji? Ile ambayo tayari serikali imeleta fedha bilioni 1, bilioni 600, kwa nini haitoi maji? Mimi nadhani hiyo nyinyi mngetimiza huo wajibu wenu. Alafu ibaki ile mikubwa ambayo fedha hazijaja, sasa mseme mbunge nenda kaombe fedha ili tuweze kupata fedha. Baada ya hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema nitasema kidogo, lakini chukua nafasi hii kushukuru tena kwa mara nyingine wewe mwenyewe kwa namna ambavyo umeendesha baraza hili na namna ambavyo umefanya kikao cha jana na umefanya kikao cha leo. Umefanya vizuri sana na mimi huwa nafarijika sana ambapo nakuja nakuta, hasa tunaposimamia kanuni na miongozo. Fanya kazi kubwa, hongera sana. Lakini chukua nafasi pia kuwapongeza waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo tunaanza taratibu, tunakwenda kwa uelewa huo mpana kwamba ajenda yetu ya leo ilikuwa ni ajenda moja ya budget. Tumejadili kwa kadri ambavyo Mungu ametusaidia tumefika hapo tulipofika, na zilivyokuja zingine angalau tumetoa maoni yetu. Niwahakikishie waheshimiwa madiwani, msiondoke hapa mmekufa moyo.
pamoja na kwamba mnadhani wenzetu hawajafikisha, mimi kwa niaba yenu nitajitahidi sana kwa hizi taasisi tatu zote, RUWASA, TANESCO pamoja na TARURA, nizipate taarifa vizuri wakati watakapokuwa wamefinalize, ili angalau niwarudishie kwa utaratibu ule tuliokubaliana, ili na nyinyi mjue nini cha kwenda kusema kwa wananchi. Mimi najua wapi nitazipata kwa wakuu wa taasisi hawa, na hata ikishindikana najua wapi nitazipata ili nizirudishe kwenu ziweze kusaidia. Lakini kwa hili nilowaachia wao, nafikiri ni watu wazima watakao waone wapi ambapo wanaweza wakakaa katika maboresho ya kimahusiano, ili angalau kila diwani mmoja mmoja ajue miradi ya maendeleo kwenye eneo lake na arudi kuwasemea. Mkiwasemea mmembeba mkuu wa taasisi, lakini pia mmetusaidia kama chama na serikali kufikisha yale mazuri yanayofanywa na Dr. Samia. Wakiaficha wakikaa nao yao, watatunyima uhuru hata wa kumsemea Dr. Samia, kwa sababu tutakuwa tujui mipango mizuri ya serikali ya chama hiki kipi tuseme kwa wananchi. Kwa hiyo mimi naamini ni watu wazima watakao waone muda wao mzuri wa kuyafikisha baada ya kuwa wamefika mwisho wa budget, ili na nyinyi mjue nini mnakwenda kusema kwa wananchi. Baada haya machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Sasa nimkaribishe mkurugenzi wakati ule atakapokuja Dodoma, basi wale waje wakiwa wametembea kifua mbele, wakiamini tulichokifanya leo tumefanya jambo kubwa zuri, tumepitisha bajeti ambayo haina mgogoro wote. Kazi yetu sasa ni kwenda kuitetea, na mimi nikuhakikishie na kwenda kuibeba kwa nguvu kubwa, kwa sababu sinaga sababu ya kwenda kusimamia kupinga bajeti ambayo inatoka kwenye wilaya yangu. Mabaya ambayo ningeyaona ningeyasema hapa, kwa sababu mimi ni mwazi. Ukiona sijasema, maana yake nakwenda kuibeba kama ya kwangu na sio ya kwako wala ya wataalamu peke yake. Hii ni ya kwetu kama wilaya.